Sawa. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa New Gema Young Leaders Movement na pia mwanachama wa DCP, na vile vile mimi ndio kiongozi wa vijana katika chama chetu cha DCP hapa katika kaunti ya Kiambu. Na leo nimekuja kuzungumzia yale ambayo yanaendelea katika siasa zetu za Kenya, na ningetaka sana kuanza na kuongelesha marafiki zetu wa kutoka ODM. Na mimi ile kitu ningeomba marafiki zetu wa ODM, baba aliwaachia chama ambacho kilikuwa chama imara, na aliwaachia chama ambacho kilikuwa na nguvu, chama ambacho kilikuwa na wale walio wachache katika bungeni. Na mimi ingawaje mimi ni kijana, niko na historia kidogo ya chama cha ODM. Na hiyo ni chama ambayo mzee alisukuma zaidi ya miaka 20. Na kama iko chama imekuwa na msimamo katika muda wa miaka 20 ODM. Vyama mingi zimekuja, zikatawala, zikaisha, kuanzia wakati wa NAK, kuanzia wakati wa PNU. Vyama mingi zimekuja zikaenda, lakini ODM ikabaki. Mimi ile mazungumzo ningetaka tukue nayo kama Wakenya, na hasa kwa wenzetu wana ODM, jamii ya Nyanza sana sana, kwa sababu ndio wenye hii chama, na pia wale ambao wanatoka Coast na wale wanatoka side za Western. Niwaambie, ni huzuni sana tukiona ya kwamba ile chama ambao ndio imelea viongozi ambao ni shujaa katika nchi yetu leo hii, watu kama kina James Orengo wamelelewa na hiyo chama ya ODM, watu kama kina Babu Owino, watu kama kina Sifuna, watu kama Moses Kajwang, watu kama kina Nyang' Nyong'o, watu kama Ototi, viongozi wengi sana wamelelewa na chama cha ODM. Hivyo basi, ile kitu ningetaka kuwahimiza, itakuwa vibaya sana, hasa nyinyi wafuasi wa ODM naongeleshe. Itakuwa vibaya sana nyinyi kama wafuasi wa ODM mkikubalisha wala wakora wachache William Ruto amenunua kutoka katika hiyo chama, wakuje kuharibu, wakuje kumaliza ile mbegu ya ODM ambayo mmejaribu kulea katika kwa muda wa miaka 20. Kwa sababu leo hii wale viongozi ambao mnapiga mawe, leo hii wale viongozi walikuwa wanapigwa tear gas kule Kitengela. Leo hii wale viongozi walifukuzwa katika hiyo chama. Watu kama kina Caleb Hamisi na watu kama kina Sifuna. Ni wale tu, hiyo tu ndio ile mbegu ODM mnaweza jivunia. Kwa sababu hii chama ya ODM ilianzishwa miaka 20 imekwisha. Na hakuna siku hii chama imeongoza katika taifa la Kenya. Hakuna siku hii chama hitimu kutafuta uongozi wa nchi ama kupata serikali. Kwa hivyo ile kitu ambayo mnaweza kuwa mnajivunia ni zile tu mbegu mumelea hapo katika hiyo chama. Zile mbegu leo hii tunaona at least mumetengeneza viongozi ambao saa hii ni viongozi wanaweza tegemewa kwa jamii. Kwa hivyo itakuwa vibaya sana nyinyi wafuasi wa ODM, itakuwa vibaya sana mkikubalisha ile kitu tu ambayo ndiye imemsaidia ikuja hapo iharibiwe, ikuja hapo ivunjwe, ikuja hapo imalizwe, ikuja hapo ikojolewe. Na hiyo ndio ile kitu naona William Ruto anafanya. Kwa sababu kama ODM kama chama pengine, kama mungepata nafasi ya kuongoza taifa mpate rais, mungesema ya kwamba hiyo miaka 20 angalau hii chama yetu imetoa rais, aidha mmoja ama wawili. Lakini kwa vile hamukupata nafasi ya kupata kiti urais wakati mzee Raila Amolo Odinga alikuwa hai, hiyo chama yenu kwa muda wa miaka 20 imekuwa kama shule ya kutengeneza viongozi. So hata mkikosa kitu kingine hata moja ya kujivunia nyinyi wana ODM, hata mkikosa kitu kingine ya kujivunia, angalau mnaweza jivunia hiyo chama yenu imekuwa kama shule ya kutengeneza na kutrain na kulea viongozi. Na hiyo ndio ile tunaita mbegu. Na tukiangalia muko na Babu Owino, muko na Sifuna, muko na kina Orengo, muko na kina Wino Odinga, muko na viongozi wengi sana wale wamechipuka katika hiyo chama. Kwa hivyo msikubalishe William Ruto akuje hiyo ambao mnajivunia akuje kumaliza dakika ya mwisho. Na hiyo ndio ile barabara William Ruto anapitishia wachache wengine wenu, wale ambao ni watu walafi kama kina Gladys Wanga, watu kama huyu mzee anaitwa Oburu Odinga. Lakini unajua huyo mzee hatumlaumu sana. Huyo mzee akili yake haiko sawa. Ako na miaka mingi amekalia deposit. Hata kuongea ni shida. Hata ninyi mnaona kuongea ni shida. Huyo hatumlaumu sana. Lakini watu kama Gladys Wanga, watu kama Joho, watu kama gavana wa Mombasa,
watu kama Atuoma, wale tayari watu kama Junet, wale tayari William Ruto ameweka kwa mfuko. Eti William Ruto watumie kuharibu ile kazi ya miaka 20 umefanya. Nyinyi wana ODM usikubali hiyo maneno. Kwa hivyo mimi nawasihi na waomba, nyinyi ni marafiki zetu. Na vile sisi tunalinda chama yetu ya DCP, vile sisi tunalinda viongozi wetu katika chama cha DCP, vile tunalinda viongozi wetu katika mlengo wa upinzani, ndivyo hata nyinyi nawaomba msimame imara na mlinde viongozi wenu wale hiyo chama yenu imelea. Msimame imara, muunge mkono wale viongozi wamechipuka katika ODM hiyo chama imelea miaka 20. Msikubali kazi ya miaka 20 William Ruto akuje kuifanya kazi ya bure. Na mimi nashangaa sana kwa sababu niliona William Ruto anapiga viongozi wenu natia gas kule Kitengela. Unajua juzi mimi nimekuwa hapa nikikelelesha William Ruto kwa sababu ya vile alituma wakora wakaenda kupiga kiongozi wetu wa chama kule Othaya. Na siku nyingine akapiga kiongozi wetu hapa Gatundu. Na siku nyingine akapiga kiongozi wetu kule Narok. Mimi nimekuwa nikitetea kiongozi wetu vile ambavyo anapigwa na William Ruto. Saa hii nimeona sasa William Ruto hiyo ukora au goons amehamishia kwenu nyinyi wana ODM, anapiga mtoto wenu, anapiga viongozi wenu kule Kitengela. Niliona akiwapiga na tia gas huko, akiwaharibia mkutano. Mimi niwaambie, vile ambavyo sisi wana DCP tumekuwa tumesimama imara, vile viongozi katika mlengo wa upinzani tumekuwa tukisimama imara, kusimama na viongozi wetu na kuwa protect. Hata nyinyi sasa msimame, mprotect viongozi wenu kutokana na huyo muovu shetani ambaye anaitwa William Ruto. Kwa sababu ile kazi anafanya ni kazi ya kuharibu. Ile kazi mingi mumefanya kwa muda wa miaka 20. Kwa hivyo niwaambie, sisi kama wana DCP tuko tayari, tukiongozwa na kiongozi wetu, na vile ambavyo alisema kule, akasema ya kwamba milango yote iko wazi. Mkiona kule shida imekuwa mingi, wale wakipiga nyinyi mawe, wale wakifukuza nyinyi, kiongozi wetu Rigathi Gachagua alisema milango iko wazi, kujeni kwetu ni nyumbani. Sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi kama wana ODM, mkiongozwa na kina Sifuna na kina Orengo na kina Wino Odinga na kina Babu Owino na Caleb Hamisi na wale wengine ambao wanasema ya kwamba lazima tukue na mapinduzi, lazima tukue na mabadiliko katika taifa letu la Kenya. Tuko tayari kuungana na nyinyi kwa sababu nia yetu ni moja, tukomboe taifa letu kutokana na muovu William Ruto. Yule kazi yake kila siku akiamuka ni kubaka demokrasia. Huyo lazima tukabiliane na yeye, sisi kama Wakenya wazalendo katika taifa hili. Kwa hivyo niwaambie, msichoke na msiachilie wale viongozi wameamua kusimama na wananchi, kwa sababu mahali imefika. Na hivyo ndivyo hata Rigiji amesema juzi, tuweke tofauti zetu kando za kisiasa. Huenda ikawa huko nyuma pengine tulikuwa na mabishano ya kisiasa, lakini mahali imefika kama taifa sasa, tuweke tofauti zetu kando. Yule kiongozi yeyote ambaye anakubaliana na sisi, tunafaa kurekebisha uongozi wa taifa katika mwaka wa 2027. Tunafaa tuungane, tushikane, bila kujali huyu ametoka kabila gani, bila kujali huyu ametoka dini gani, bila kujali huyu ametoka katika chama gani. Tuungane tukiwa na nia moja, na tukishirikiana wenzetu wa ODM mkiongozwa na kina Sifuna wale wengine, mkubali mkuje, tuungane na Kalonzo, tuungane na Matiang'i, tuungane na Martha Karua, tuungane na mtu anaitwa Eugene, rafiki yetu ambaye anaitwa Natembea, na kinara wetu Rigiji ako pale, na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta pia naona pia anatengeneza maneno kule ODM kupitia kina Matiang'i and the rest. Tukiungana tukue timu moja kubwa, mimi niko na imani ya kwamba mwaka wa 2027 tutaweka historia katika taifa hili, kwa sababu William Ruto ndiye atakuwa rais wa kwanza kuenda term moja, na William Ruto ndiye atakuwa rais wa mwisho kudanganya wa Kenya kupitia sera ambazo ni za kufanya watu ni kama wajinga hapa hawajielewi. Na mahali tumefika niwaambie, hata nyinyi mkipima maneno vile ambavyo sasa maneno iko, bila shaka the writings are on the wall. William Ruto is a one-term president. And by the way, kama iko mtu alikuwa na tashwishi, mahali imefika Mlima Kenya kupitia Rigathi Gachagua, sisi tumeamua. Jamii ya Wakamba kupitia Kalonzo Musyoka pia wameamua. Jamii ya wenzetu kule kutoka Wamugusi wameamua kupitia Matiang'i. Jamii yetu kutoka kule Western kupitia Eugene, kupitia Natembea, kupitia kina Sifuna pia wameamua. Na tukiangalia pia kule Coast kupitia Jicho Pevu pia huko wameamua.
Kwa hivyo hii maneno venye imejiweka, bila shaka kila mtu anaona ya kwamba William Ruto anaenda nyumbani. Tukisema tupige, unajua hata tukiamua tupige kura kwa ukabila, kwa mfano tuseme tu tuamue tupige kura kwa ukabila, kwa mfano jamii ya Wakikuyu hatuko kwa William Ruto, jamii ya Wakamba hawako kwa William Ruto, jamii ya Waluya hawako kwa William Ruto, jamii ya Wamugusi hawako kwa William Ruto, ya watu wa Mijikenda hawako kwa William Ruto, jamii ya Ma hawako kwa William Ruto. So hata tukipiga kura kwa ukabila, William Ruto atapigwa kura na nani? Bado tumemshinda. Tukisema pia hatutapiga kura kwa ukabila, tupiga katika msingi wa mwito wa kuokoa taifa letu, bado pia William Ruto hatapata kura, kwa sababu wafanye amenyonga payslip, hakuna kitu anapata. Walimu aliwakon, akaondolea NHIF akawaletea SHA. Walimu wanagonjeka, wanakatwa pesa, hawatibiwi. Tukienda kwa Gen Z, kupitia masomo hapa aliharibu system ya education, higher education aliharibu kila kitu. Hakuna nafasi za ajira ametengeneza. Kwa hivyo hata tukisema hatutatumia kadi ya ukabila kutoa William Ruto, Wakenya wazalendo, hakuna Mkenya hata mmoja leo hii anaweza simama ajivunie chochote ambacho hii serikali imefanya tangia tuliwaweka katika mamlaka mwaka wa 2022. Hivyo basi mahali imefika, mambo imewekwa wazi. Na mimi kama mwanachama wa DCP ningetaka niongee na wale viongozi wanataka kusimama hapa Nairobi. Niwaambie siasa ni mahesabu na siasa ni kujipanga. Mimi nataka leo niwaambie ukweli kinaga ubaga bila kuficha chochote. Mkitaka kuniita mkabila, sitakuja kwenu jioni, itaenda kwangu. Ukitaka kusimama Nairobi, kiti yote ya gavana ama seneta ama women rep ama hata mbunge, ni vizuri mjue ya kwamba Nairobi iko zone ya one term. Na wananchi na wakaaji wa Nairobi wote wanasema one term. Na kupata kiti ya gavana Nairobi, jamii ya Mlima Kenya iko one term. Ukikuja kutafuta kiti ya gavana ukisema two term, hawatakuchagua. Jamii ya Wakamba iko katika one term. Ukikuja kutafuta hiyo kiti na two term, hawatakupatia. Jamii ya Wamugusi yenye iko hapa Nairobi wako one term. Ukikuja kutafuta hiyo kiti ukisema mambo ya two term, hawatakuchagua. Jamii ya Wajaluo, jamii ya Waluya, wale ambao wako hapa wanasema one term. Kwa hivyo ukikuja kusimama kiti Nairobi hapa, either women rep ama senator ama gavana ama mbunge, na useme two term, ufanye tu mahesabu. Wale pengine watakupigia kura ni Wakalenjin. Na ukihesabu wale Wakalenjin wanaishi Nairobi hawafiki 100. Kwa hivyo hakuna kitu unaweza pata hapa Nairobi. Wale ambao wanatarajia kupigania viti hapo, hakuna kitu unaweza pata Nairobi kama uko katika mlengo ya two term. Kwa sababu wale watakupigia wanafuata William Ruto hapa Nairobi labda ni Wakale. Na kawaida Nairobi Wakale hawafiki 100. Nairobi imejaa zile kabila zingine zote. Bila kura ya Mkikuyu kiti ya Nairobi utapata wapi? Bila kura ya Mluya utapata kitu wapi? Bila kura ya Mkamba hapa Nairobi utapata kitu wapi? Bila kura ya Mkisii hapa Nairobi utapata kitu wapi? Bila kura ya Mjaluo hapa Nairobi utapata kitu wapi? Kwa hivyo lazima mfanye mahesabu. Wale viongozi wote wanataka viti za wabunge, seneta, women rep na magavana, lazima muingie katika one term. Na ndio mimi nasema chama chetu cha DCP tumefungua milango. Kama unataka kusimama kiti hapa Nairobi, kawaida ukisimama na UDA hautapita. Wakale hawapiti 100, hawezi kusaidia. Zile jamii mingi zimeingia katika chama cha DCP. Na ndio maana mliona huko Kariobangi wakati wa by election tuliweza kushinda kiti. Tukashinda ODM na tukashinda UDA. Hiyo ni kumaanisha kwamba sisi kama wana DCP hapa Nairobi mkikubali kuingia katika chama chetu, tuzunguke huko tukoroga maneno vizuri. Tumekubaliana na wale viongozi wengine Rigijia ameongea na wao, kupata kiti itakuwa rahisi. Na ndio hata hapa Roysambu nimeona juzi. Nimeona hapa Roysambu juzi tulikuwa na mkutano hapo. Iko watu wanasimama viti hapo na nimeona moto imewaka. Iko kijana moja hapo anaitwa Moses Mwenda. Na huyo kijana nimeona amepiga ground, amezunguka ameongea na Wakenya. Lakini ile ningetaka kuambia Mwenda, sababu ni kijana mdogo na rafiki yangu. Mwenda, kama unataka kiti ya Roysambu, kuja katika chama cha DCP. Ndio hatukatai umeingia katika mashinani umeongea na Wakenya. Lakini wacha nikuambie, kama unataka kukua mbunge wa Roysambu, kama unataka Wakenya wakuchague hapa Roysambu,
ingia katika chama cha DCP. Lakini ukitafuta kura, ukiongea hapo, hauko kule kwa tutam, hatukuoni huko kwa tutam, kwa DCP haujaingia. Unaomba kura tu, unaongea na wananchi hapo tu, mambo ya chama haulainishi, hauambii wafuasi wako katika chama gani. Hiyo maneno rafiki yangu Mwenda itakuja kuleta shida kule baadaye. Kwa sababu sisi tukiingia huko ni mambo ni DCP. Hivyo mimi nikusaidie tu kama kijana mwenzangu. Najua uko na akili mingi, unajua kupima maneno. Mimi tu ningekwambia kuja katika chama chetu cha DCP, ukiingia katika chama mambo Resambo itakuwa rahisi na utapata kiti. Na sio Mwenda peke yake, wala viongozi wote wanataka viti hapa Nairobi. Laini imechorwa mahali tumefika, laini imechorwa. It's either uko na sisi ama uko na William Ruto. Ukienda kwa William Ruto ujue wakale si zaidi ya 100 hapa Nairobi. Na si ukabila mimi naongea tu ile ukweli iko. Hizi jamii zingine zote sisi tuko one term, ndio sisi wengi hapa Nairobi. So tukisema hamutaongoza, tutapigia wale watu wetu wako katika one term. Wale wako katika zile vyama tuko athletes. Yeah? So ni vizuri niwasaidie hivyo na ni vizuri mambo ya kuwaambia ukweli. Kitu kingine nikimalizia, niambie William Ruto. Siku zinaenda. Na jana tumeona ile madharau mlionyesha viongozi wetu kule Nairobi. Baada ya kuongea na Inspector General wa polisi na wakakubaliana ya kwamba tariki 16 ikifika watakuwa wamefanya uchunguzi na watakuwa wameshika wale wakora, wale waovu walihusika katika kupiga watoto wetu na mabibi zetu na mama zetu kule Othaya. Jana sasa viongozi wetu wanakuja katika ofisi ya Inspector General, lakini Generali mwenyewe anatorokea, anaingia msituni. Mimi nataka niambie William Ruto. Na nataka nikurudie tena William Ruto. Kwa sababu najua hausikiangi rahisi. Hakuna vile ambavyo unaweza omba kura Kenya kwa lazima. Kenya sio Tanzania, Kenya sio Uganda. Kenya sisi tuko na uhuru, tuko na demokrasia. Either umefanya kazi ama hujafanya kazi. Hauwezi omba kura katika nchi ya Kenya kwa njia ya kifua. Hivyo nimeona umepuuza mambo ya kufanya uchunguzi. Wala wakora ambao wamekuwa wakipiga viongozi wetu wakati wanaenda kuongea na wananchi kule mashinani. Hivyo ambavyo umepuuza. Itafika mahali Bwana William Ruto. Itafika mahali na utakuja kutengeneza vita katika nchi hii. Itafika mahali na itakuja kuleta shida. Kwa sababu umetupiga mwaka mzima. Umepiga kiongozi wetu mwaka mzima mfululizo. Kutoka ile siku mlimtoa katika kwa kiti kupitia mlango ya nyuma. Umepiga yeye karibu kila siku. Tumevumilia mwaka mzima. Hakuna siku hata moja Bwana William Ruto umeshika hata mtu mmoja. Video ziko, picha ziko, wenye kutupiga wanajulikana. Ligijia amekuvumilia mwaka mzima, hakuna mtu hata mmoja umeshika. Na baada ya sisi kujipeleka katika ofisi ya Inspector General, vile ambavyo tulikuwa tumekubaliana, kuliko hata muongee na viongozi wetu, Generali mwenyewe anaingia katika msituni. Hii madharau nataka niwaambie William Ruto iko na mwisho. Hii madharau William Ruto nataka nikwambie iko na mwisho. Na hakuna mtu ambaye ndiye ako na akili peke yake ya kupanga uchafu na upuzi na ujinga. Hata sisi tukiamua tu tuketi tu mahali tuanze kupanga mambo ya upuzi na hiyo vita, hatuwezi shindwa kupanga, tunaweza panga tu. Lakini kwa sababu sisi ni Wakenya wazalendo na tunataka amani katika taifa letu na hatutaki kusababisha vita, ndio maana tumekuwa tukikuvumilia. Sasa uamuzi ni wako. Kama utataka tupitie katika hiyo barabara, uamuzi utakuwa wako. Kama utasukuma hao maaskari wako walainisha maneno, washika wale ambao walihusika katika hizo vita, wapelekwa katika mahakama, wafunguliwe mashtaka, wale wanaenda jela waende. Usipofanya hivyo, hii vita umeanzisha katika taifa letu Bwana William Ruto, hata wewe mwenyewe hauna bahati. Kwa sababu itafika mahali sasa, sababu tumeanza kuungana. Na vile ambavyo mambo inaendelea, sisi tutakuwa wengi kushinda nyinyi. Kwa sababu nyinyi mkuwa na Oburu, sioni kama mtakuwa na akili mingi ya kutushinda. Kukoroga maneno mkiamua tukoroge. Sioni. Oburu mwenyewe amechoka, hata vita hawezi simama hata 2 hours. Sisi wale tunaungana pande hii, sisi ndio wengi. Kwa hivyo mkiamua ni hii mambo ya hii kuchafua hii upuzi. Mkiamua tupitie katika hiyo barabara, hata nyinyi wenyewe mtakuja kuona mahali ambapo tutaelekea kama taifa. Na hatuwezi taka kuenda katika hiyo barabara. Ndio maana tunahimiza William Ruto.
hakikisha ya kwamba wale ambao walihusika kupika kiongozi wetu kule Othaya, kule Gatundu, kule Kariobangi, kule Narok, kule Limuru, mahali popote kiongozi wetu ameenda akapigwa, hakikisha ya kwamba waliohusika wamepelekwa katika mahakama na wafunguliwe mashtaka. Na kama hutafanya hivyo, basi huko mbele mambo itakuwa noma noma. Nikimalizia, nimeona mjadala inaendelea na imeanzishwa hapa na wao viongozi wetu wanatoka katika jamii ya Mlima Kenya. Najua iko watu watasikia vibaya mimi nikiongea Kiswahili, nikiongea mambo ya nyumbani, lakini nitaongea na Kiswahili hata kama ni mambo ya nyumbani. Mimi nimesikia huo Oburu akisema ya kwamba wanataka hiyo kiti ya naibu wa rais tukiingia katika uchaguzi wa 2027. Baada ya kusema hivyo, wale viongozi wetu hapa William Ruto aliweka kwa mfuko yake, nikaona wameanza kurukaruka hapa wanalialia. Wanasema ya kwamba kama Kindiki atanyang'anywa hiyo kiti, eti watatoka broad based. Mimi nataka niambie taifa, yule naibu wa rais alikuwa anawakilisha wa Kenya, alikuwa Rigathi Gachagua. Yule naibu wa rais ambaye alikuwa anawakilisha jamii yetu. Sababu ile siku sisi tuliprotect Rigiji, walisema sisi ni wa kabila. Sasa hii naona wale wakora walifukuza Rigiji, sasa wana protect Kindiki. Sijui ni aje hiyo yao, si ukabila. Lakini vizuri hapa niambie William Ruto wazi mchana kama mtoto wa hii mlima. Yule kiongozi sisi kama jamii tulikuwa tumepeana katika serikali awakilisha sisi, alikuwa Rigathi Gachagua, na akapitia njia ya sheria akachaguliwa na Wakenya akakuwa naibu wa rais. Vile mlifukuza yeye kwa serikali, mlifukuza sisi zote jamii ya Mlima Kenya kwa serikali. Hapo katika hiyo two term, hapo katika hiyo broad based, sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatuna mtu hata mmoja tunaweza aminia eti anaweza chunga maslahi yetu. Kwa hivyo wewe William Ruto ukisikia utafukuza Kindiki, sisi kama jamii hatuna shida na hiyo. Hawakilishi sisi. Kindiki anawakilisha wale wakora ambao walifukuza Rigiji. Kindiki anawakilisha kina Faruku na wewe mwenyewe William Ruto. Huyo ni mfanyi wako wa kazi. Hawakilishi sisi, hawakilishi wa Kenya. Kwa sababu ile njia aliingia nayo katika hiyo kiti si njia ya haki, haikuwa njia ya sheria, haikuwa njia ya demokrasia. Hakuna Mkenya alimpigia kura ama alimchagua. Kwa hivyo mimi nikwambie, kama iko kitu mnaambiana hapo na Kindiki, eti utampatia kiti na sisi jamii ya Mlima Kenya tukupatie kura, sisi hatuko hapo, mtuondoe katika hiyo biashara. Na usikuje kusema ulikoniwa. Ani vizuri nitangaza hapa mchana wazi. Mtu yeyote katika hii mlima, mtu yeyote katika hii jamii ataenda kuandikania chochote na William Ruto, asiende kusema ya kwamba eti anaandikania na William Ruto kwa niaba yetu sisi jamii ya Mlima Kenya. Sisi hatuko katika hiyo biashara. Kwa hivyo William Ruto ni kuambia mchana wazi, kama dunia yote inasikia, yeyote atakuja kwako akuambie anawakilisha Mlima Kenya, ujue anakukoni. Sisi hatuko hapo, na asikuja kuharibia jamii yetu jina. Sisi tuko nyuma ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yeye ndiye atakayetuwakilisha. Mahali Rigathi atatuambia tuende, sisi kama jamii tutaenda hapo. Mahali atatuambia tupige kura zetu kama jamii tutapiga hapo. Yule anataka kunegotiate na jamii ya Mlima Kenya, kama hauta negotiate na ukae chini na Rigathi Gachagua, wengine ni viongozi bandia, hawakilishi sisi. Kwa hivyo hiyo biashara mtapangia huko, hiyo ni yenu, utakoniwa peke yako huko, sisi hapo hatuko. Mtu asija karaumu jamii yetu hapa akisema eti nilidanganywa. Sisi hatuko katika hiyo biashara. Kwa hivyo Kindiki yako katika hiyo kiti kivyake, anawakilisha wale wakora wachache wanajulikana kwa majina, wale ambao walipangia Rigiji njama ya kumtoa katika mamlaka. Hao ndio wanawakilisha. Sisi jamii ya Mlima Kenya tuko huru, na tutapiga kura zetu mahali ambapo Rigathi Gachagua atatuelekeza. Kwa hivyo ni kusema ni vizuri kuandika hii kitu wazi. And therefore William Ruto, you are at liberty. If you wish to seal any deal with Oburu Odinga, you are free to do it. Ukitaka kupatia hiyo kiti Gladys Wanga, sisi hatuna shida. Ukitaka kupatia hiyo kiti Oscar Sudi, sisi hatuna shida. Ukitaka kupatia mtu yeyote, anybody of your choice, you are free to do so. Sisi kama jamii, sisi hatuko hapo. Ni vizuri kuongea haya, kwa sababu hii ndio ile makubaliano tuko nayo sisi kama jamii. Kwa hivyo sisi hiyo vita wanasema wanarukaruka huko, nyinyi endeleeni kurukaruka. Wala wanasema mtatoka broad base, sisi tulitoka kitambo, nyinyi ndio mmebaki huko na tumbo zenu huko mkiwakilisha ukora zenu, sisi hatuko hapo. Ni vizuri kusema ukweli. Na mimi si ati niko na shida na Kindiki kama mtu binafsi, lakini wale wakora walimweka katika hiyo kiti, walitumia njia ambayo haikuwa ya haki. Na ndio maana sisi tuko pale pale, kiongozi wetu ni Rigiji. Na hata leo nishukuru Mheshimiwa Moses Kuria, by the way.
Leo Kuria ameongea kitu ya maana zaidi. Ile kitu wanaume wote hapa Mlima Kenya wameshindwa kuongea kwa muda wa mwaka mmoja. Akasema ya kwamba mambo ilikuwa mzuri wakati Rigiji alikuwa naibu wa rais, kwa sababu wangeketi chini wazungumuze, na hizo siku William Ruto hangechenga sisi mahali kwa sababu alikuwa anaogopa Rigathi Gachagua. Hiyo ni matamshi ya Moses Kuria ameongea leo hii asubuhi. Akasema ya kwamba tangia Rigathi Gachagua wamtoe kwa kiti, mambo ya bargaining kwa niaba ya jamii ilienda chini na ikaharibika, na Kuria amesema ya kwamba wale ambao William Ruto amebaki nao hapo kina Soprano and the rest, hakuna mtu hata mmoja anaweza fika ile level ya Rigathi alikuwa amefika, ya kuhakikisha kwamba anabagainia sisi kama jamii, anawakilisha sisi vilivyo kama jamii, na hata anakondolea William Ruto macho. Na hata nyinyi wa Kenya mliona siku William Ruto aliamua kuua watoto, Rigiji alisimama akamwambia hutaua watoto. Na hiyo siku Rigiji si ati alikuwa nje ya serikali, alikuwa kwa serikali, alikuwa naibu wa rais, kwa sababu ilikuwa mwezi wa 6 na walikuja kumtoa mwezi wa 10. Alisimama na William Ruto macho kwa macho akamwambia hautaua watoto. Hawa watoto hawana hatia. Kwa hivyo mimi nataka nipongeze Moses Kuria kwa sababu leo ameongea ukweli. Ile ukweli wanaume wote wameshindwa kusema. Kama iko mtu alikuwa fit to represent us as a community, to represent us as Kenyans in the position of the deputy president was Rigathi Gachagua. Hiyo William Moses Kuria ameconfirm leo. Kwa hivyo sisi kama jamii tuko hapo. Kama kuna swali tutachukua swali moja. Kuna swali kwako mheshimiwa. Haswa kulingana na matamshi yako kuhusu chama cha ODM. Kuna tetesi ambazo haswa zimekuwa zikienezwa sana baada ya kung'atuliwa kwake Sifuna kama secretary general wa chama cha ODM. Sifuna amekuwa funded ama amekuwa akipokea funding, ama the whole function ya Sifuna imekuwa ikipokea funding kutoka kwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Maoni yako kulingana na hiyo ni? Unajua hata kama ni kuongea uongo, ni vizuri unakaa chini unapanga uongo inaingiana mzuri. Unakuja kutuambia eti Sifuna anapatiwa pesa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ili atoke ODM ama afanye mikutano, na nyinyi vizuri tu mnajua Sifuna kufanya mkutano yoyote hahitaji kupatiwa pesa na mtu yeyote. Sifuna is a national leader. Ni mtu ambaye hako na umaarufu yake tangia alifanyiwa SG katika chama cha ODM. Kwa hivyo Sifuna kukuja hapa Githurai asimame hapo ongea na wananchi, hapo ni wapi anahitaji pesa? Sinigari tu anaweka mafuta tu anakuja hapo kusimama wananchi wanajaa. Hiyo mkutano alikuwa amefanya ukure Kitengela siku ya Jumapili. Hakuna mahali alikuwa anahitaji pesa hapo, kwa sababu hakuna watu walikuwa wamelipa eti wakuje. Yeye ameenda huko na gari zake amesimama huko na wale viongozi wengine wananchi wakajitokeza. Kwa hivyo mimi nashangaa nikiona watu wanasema ya kwamba eti Mheshimiwa Uhuru Kenyatta eti anapatia huyu kijana pesa ndivyo sijui atoke ODM, ndivyo sijui aanze kutengeneza mikutano yake. Ile mikutano Sifuna anafanya ni mikutano ambayo haihitaji pesa, inahitaji wananchi. Na wananchi wanajitokeza wenyewe, kwa sababu niliwaambia hii maneno ya one term waanzilishi ni Wakenya wenyewe, kwa sababu ya kuchoka na uongozi ya ujinga ya William Ruto. Kwa hivyo Sifuna akitangaza leo anaenda Githurai, ama atangaze anaenda Kitengela, ama atangaze anaenda Kisumu, Wakenya wakisikia mahali anaenda wanajitokeza tu. So Sifuna kuzunguka nchi hakuna mahali anahitaji pesa. He doesn't need any sponsor. Kwa hivyo hiyo tu ni maongeo ya wale wezi wanaitwa kina Junet usiku. Wanafikiria vile wamenunuliwa tumbo zao na William Ruto eti ndivyo Sifuna na Babu Owino wamenunuliwa. In any case, kutoka wakati wa Gen Z, Babu Owino na Sifuna na kina Orengo, hakuna siku wamesupport William Ruto. Ama iko siku wamesupport William Ruto? Hakuna siku wamesupport William Ruto. Hawa watu wamekuwa katika mlengo yetu ya kupinga serikali ya William Ruto all through. And that is why wako na maarufu leo hii, wakienda mahali kufanya mkutano wananchi wanajitokeza. Yule mtu Kenya hii hawezi fanya mkutano bila pesa. Ni mtu ambaye anasema two term. Mtu anauza William Ruto, huyo ndiye hawezi fanya mkutano bila pesa. Lakini mtu anakuja kutetea Wakenya, hahitaji pesa kutetea Wakenya, ni free. Kwa sababu Wakenya wenyewe pia wanajitokeza kwa wingi as a sign of solidarity and patriotism. So hiyo ni mambo ya uongo inaenezwa na Junet Mohamed wakiwa na Gladys Wanga. Eti Uhuru Kenyatta kuna watu wanalipa. Uhuru Kenyatta hakuna watu wanalipa. In any case, Uhuru Kenyatta is a party leader of Jubilee Party
And in his party wako na viongozi, wako na kina Matiang'i and the rest. So kama iko kazi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ako naye ya siasa ni ya kusukuma Jubilee chama chake. What is your take about what happened jana kule Thika between Gavana Wamatangi and Ali Sinanga MP? Mheshimiwa, acha kwanza nijibu hiyo ya Thika. Hiyo upuzi ya Thika hata sitaki kuongelelea. Kwa sababu ile ukora inaendelea hapa Kiambu inajulikana. Iko watu walikuwa unajua kuna waziri wawili walikuwa wamekuja huko Thika. Iko mradi ilikuwa inazinduliwa. Gavana Wamatangi hakufika. Yeye amebobalize watu kutoka Wangige, kutoka Kikuyu, kutoka kule kwingine, amewalipa pesa, wametuma hapo akapiga kelele. Hiyo siasa inafanywa hapo ni siasa ya upuzi. Hiyo siasa inafanywa hapo ni siasa ya upuzi. Na ukiona mtu anatuma watu waende wakapiga kelele hapo, kwa sababu walikuwa wengi tuliona walikuwa wengi walikuwa wametumwa na gavana. Waseme sijui Wamatangi sijui kelele yote. Hiyo ni upuzi. Tuambie gavana Wamatangi, weka kelele kando, wacha kulipa watu sijui wakuje wapigie nani kelele. Wewe ndio gavana, wewe ndio umekalia kiti. Tuonyeshe ile kazi umefanya. Gavana Wamatangi, ambia sisi umetengeneza hii barabara, umeweka lami. Umeweka hii barabara lami. Umetengeneza hii shule, umetengeneza hii hospitali. Umetengeneza hii TVET, umetengeneza hii ECD. Onyesha sisi ile kazi umefanya bwana Wamatangi, kelele mingi na kutafuta sympathy, hiyo upuzi hiyo wacha. Hiyo unaweza danganya labda wale wa mama ambao pengine wamezeeka hawajui maneno vile inaenda kwa siasa. Sisi vijana ambao ni Gen Z na wengine wetu sisi ni millennial ambao at least tumesoma kidogo mambo ya siasa, tunajua kupima kidogo. Hiyo upuzi huwezi tuletea hapa tukuamini. Onyesha sisi ile kazi umefanya. And by the way, for the record, ni vizuri niseme hapa, one of the reason why I disagree with Governor Wamatangi kutoka ingie kiti ya gavana ni miaka 5 inaelekea kuisha. Hii county hakuna mahali ameweka lami hata mita moja. Leave alone a kilometer. Gavana Wamatangi hii county ya Kiambu hakuna mahali ameweka lami even a 1 meter. Kutoka achaguliwe na miaka 5 inaendelea kuisha. Kazi yake tu ni vipindi tu, vifaranga, tungurue, mahindi, maharagwe, ipi vipindi zenye wanatengeneza hapa ndio ahurumiwe ya sympathy. Mimi hiyo puzi siwezi nunua. So ambieni Wamatangi akuje atuonyeshe ile kazi amefanya. Na Fasongas hajaweka lami kilomita hata moja katika kaunti ya Kiambu, miaka 5 inaelekea kuisha. Mimi hata sitaki kusikia maneno yake kitajwa. So hiyo alifanya Thika jana ilikuwa upuzi. Atuonyeshe ile kazi anafanya, acha ujinga. Wale wanatafuta hiyo kiti yake wako na haki ya kusimama kiti. Mtu yote anataka kusimama kiti ya gavana Kiambu ni haki yake, yako na haki ya kusimama. Aombe kura, aambie Wakenya ile kitu anataka. Lakini sisi saa hii yule amekalia kiti ni Wamatangi. Kwa hivyo maswali yote tunapeleka kwa meza yake. Maswali yote tunapeleka kwa meza yake. Atuambie nini amefanya. Hiyo fraka zapo abracadabra, hiyo labda adanganya walevi yuko Wangige. Lakini si watu wako na akili kama sisi watu wa Thika hapa. Swali lingine? Mheshimiwa, kabla umalize, ningetaka kujua hizi tetesi dhidi ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. It's not once, it's not twice. It seems that there is a bad wagon of leaders all pointing their fingers at the former president of the Republic. Why so? Yet Uhuru Muigai Kenyatta left his seat as the president of the Republic. Unajua hii kitu ni rais, my friend, wacha nikwambie. Leo hii Uhuru Kenyatta leo hii akiamuka aseme William Ruto tosha. Hautasikia kitu ziwa tena. Hata hautasikia kelele mahali. Hautasikia kelele mahali. Hii vita yote Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anapigwa. Anapigwa na wezi, wakora, majambazi, magaidi, watutam. Na wanapiga yeye kwa sababu amekataa kuendorse William Ruto. Rais, unajua Uhuru Kenyatta yeye amestaafu. Na hii chama ya Jubilee hajaanza saa hii, ni chama yake alianzisha wakati alikuwa rais. Si ni kweli? Na saa hii amekuja akakipatia kina Matiang'i kwa sababu wao ndio wako na nguvu. Yeye alisema hiyo nguvu mingi ya siasa hii hana. Kwa hivyo hii siasa ya motomoto Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameondokea. Kina Matiang'i wanamsaidia kusukuma mambo ya Jubilee. Lakini wale wakora wa William Ruto ndio wanatusi Uhuru Kenyatta kila siku kwa sababu amekataa kuendorse William Ruto. Na kawaida Mheshimiwa Uhuru Kenyatta haezi endorse mwizi. Hata wakati alikuwa naibu wake wa rais akasema ya kwamba iko urafiki na iko kazi. Akasema mambo ya kuongoza taifa hapo hatuwezi leta urafiki. Akasema ya kiongozi wake ni Mzee Raila Amolo Odinga. Akasema yeye haezi achia Kenya mwizi. Si Uhuru Kenyatta alisema hivyo. Na kama alikataa kuendorse huyu jamaa wakati alikuwa naibu wake, sasa hivi venye amekoroga nchi, ameiba kila kitu alafu ameua watoto, mnafikiria ndivyo Uhuru Kenyatta atakuja kumwendorse aseme ati ni mzuri? So hii mambo yote unasikia ikiongewa hapa na wakora wa William Ruto.
kina Oscar Sudi, kina Junet, kina Murkomen na wale wengine. Hii mambo yote wanaongea kwa sababu Uhuru Kenyatta amekataa kusema William Ruto tosha. Siku walikimbia hapa Ishaweri wakasalimiana hapo kidogo kidogo. Si uliona kina Ishonga venye walikuwa wanaruka huko. Wakisema Uhuru ni mzuri, wakisema Uhuru ni mzuri. Sababu ya picha peke yake. Saa hii venye Uhuru yeye hiyo maneno hataki, aliambia vijana nchi ni yenu, msimame mpiganie nchi yenu, wale majamaa wameanza kulalamika. Hakuna makosa yoyote Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amefanya kama rais mstaafu wa nchi hii. Ile makosa amefanya analaumiwa, inafanya tusiwe ni kuto endorse William Ruto mara ya pili. Hiyo ndio ile shida iko hapo. Kwa hivyo ukisikia natajwa mahali shida inatoka hapo. Na watagoja sana. Wale wanafikiria kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta atasimama aseme William Ruto tosha, watagoja sana. Ukimalizia mheshimiwa, ningetaka utuambie, je, Gachagua jana wamekosa reception ya president ya IG Kanja. Na ahadi ya Gachagua ilikuwa kwamba if Kanja does not address the issues za Witima Church, then they are going to call for mass action or demonstrations in the country. Yes. What is the next step that Gachagua is going to take on the united opposition as a whole? Unajua pia mimi naongozwa na Rigiji. Kwa hivyo vile walienda jana bwana IG akaingia msituni, walisema ya kwamba tulikuwa tumekubaliana hii siku tutakuja hapa. Utuambie mahali umefikisha progress. Na kwa sababu IG aliingia katika msituni, walifanya press hapo jana wakasema ya kwamba tutarudi tena, na hiyo siku tunarudi next week tutakuja mpaka na Wakenya wale ambao ndio wanatutuma tukuje tuulize hii maswali. Kwa sababu pengine sisi kama viongozi kwa sababu hamtusikii, wenye kututuma ni Wakenya, tutakuja na wao hapa wakuulize hiyo maswali. And therefore the next move we are hoping maybe either next week, ile siku ambao walitangaza, tutawapeleka sasa, hawataenda peke yao. Tutaenda sisi kama Wakenya wazalendo, wale tunapigania haki ya nchi, tutawafuata nyuma. Hiyo majibu kwa IG sisi ndio tutaendea. Na uzuri wa Wakenya, tukienda huko kwa ofisi, tupate IG ameingia msituni, sisi Wakenya tutaingia hiyo msituni, tutamtafuta. Hiyo majibu atatupatia. Hiyo ndio utamu ya sisi Wakenya kushirikiana. Hata kama ni kwake nyumbani tunaweza enda. Tunajua sisi hatutakuwa na ubaya. Hatutakuwa tumeendea vita kwake ama kumpiga ama kumdhulumu. Tutakuwa tu tumemwambia kwa sababu umeshindwa kufika kwa ofisi, tumeona tukuja mahali huko. Ama ni vibaya kwenda kiongozi mahali yako? Ni vibaya kwenda mahali kiongozi yako? So hiyo siku ikifika tuende kule kwa IG tupate hayuko. Mahali atakuwa tutajipeleka tu hapo atupatie hiyo maswali, kwa sababu hii maswali kina Rigiji wanauliza ni maswali ya Wakenya. Kwa sababu wao ndio wanatuwakilisha na wao ndio wanatuongoza. Kwa hivyo iko swali lingine? Kwa hivyo basi kwa haya machache na mengi, kama hakuna swali lingine, hiyo ujumbe tutafikisha hapo. Muhakikisha kwamba hiyo ujumbe imefikia William Ruto, ile ya wenzetu wa ODM iwafikie, na ile ya Uhuru Kenyatta pia imfikie, ile ya Rigiji mfikie, na Wakenya tuzidi kushikana na tuzidi kuungana. Cha muhimu kama sisi Wakenya ni kupigania haki na ukweli. Na vile ambavyo nawaambianga kawaida, ni haki yetu kuuliza serikali maswali. Kwa sababu serikali ni yetu, sisi ndio tunalipa ushuru, sisi ndio wenye kupiga kura, na kwa hivyo basi katiba imetupatia nafasi ya kuuliza viongozi na maswali. Otherwise, asanteni sana kwa haya machache na mengi. Mungu awabariki na Mungu alinde taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you.